kwenye muhtasari wa IKRA FM 95.0 ikiwa imekatika dakika moja baada ya saa 11 majira ya Afrika Mashariki. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman. Wizara ya Ulinzi imekosoa gazeti la Daily Nation kwa makala inayodai kuwa kinara wa ODM Raila Odinga alizuia mapinduzi ya kijeshi dhidi ya Rais William Ruto. Katika taarifa yake, wizara hiyo ilipuuzilia mbali taarifa iliyochapishwa katika gazeti la Sunday Nation na Taifa Jumapili na kuyataja kuwa ya kupotosha. Kulingana na taarifa hiyo, inadaiwa kuwa Raila alifichua katika mahojiano ya kipekee kuwa Kenya ilikuwa ikikaribia kutawalwa kijeshi lau si kwa kuingilia kwake kati. Huku ikitaja madai hayo kuwa ya uongo na yasiyo ya msingi, wizara ilisisitiza zaidi kwamba jeshi la ulinzi la Kenya KDF limesalia kuwa taasisi ya kitaaluma na haiegemei kisiasa. Isaac Mutuma ameapishwa rasmi kuwa gavana wa kaunti ya Meru siku chache tu baada ya mahakama kuu kuidhinisha kuondolewa kwa aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Kawira Mwangaza kufuatia kupitishwa na bunge la Seneti. Akizungumza baada ya kuapishwa, Mutuma amesema jukumu lake litakuwa kuwaleta pamoja viongozi. Sherehe za kuapishwa kwake zimefanyika katika uwanja wa Mwendantu mjini Meru. Maseneta 26 mnamo Agosti 21 mwaka 2024 walipiga kura ya kuunga mkono shtaka la kwanza la ukiukaji mkubwa wa katiba na sheria zingine. Na mvua kubwa inatarajiwa kuendelea kunyesha kwenye maeneo mbalimbali nchini. Kulingana na idara ya kutabiri hali ya anga, maeneo yatakayoathirika ni pamoja na Nairobi, maeneo ya ziwa la Victoria, pwani na magharibi mwa Kenya. Idara hiyo inasema huenda mvua hiyo ikaashiria mwanzo wa msimu wa mvua katika maeneo kadhaa nchini. Hapo jana jioni, sehemu nyingi za nchi zilipata mvua kubwa iliyoonyesha usiku kucha, huku maeneo mengi yakifurika. Na kimataifa ni kuwa Marekani na wapiganaji wa Kihouthi nchini Yemen wameapa kuendelea kushambuliana baada ya Marekani kuanzisha mashambulizi ya anga kwa madai ya kuwazuia Wahouthi na kampeni yao ya kuzishambulia meli kwenye bahari ya Shamu. Wizara ya afya ya Yemen inayodhibitiwa na kundi la Ansarullah ama Wahouthi kama wanavyofahamika na wengi, ilisema mashambulizi ya Marekani yaliua watu 53 wakiwemo wanawake 5 na watoto 2 na kuwajeruhi wengine takriban 100 kwenye mji mkuu Sanaa na majimbo mengine. Huo ndio mwisho wa muhtasari ndani ya IKRA FM 95.0. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman. Ungana nasi fikiapo saa 12 kwa hizi na taarifa zaidi. Kwa habari zaidi na matukio, endelea kutegea IKRA FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www.ikrafm.com au www.ikrafm.webradiosite.com, tukuangazie yote yanayojiri. IKRA FM 95.0, idhaa iliyo tofauti. Na malipo yote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, yeyote atakayemsaidia yatima atakuwa na yeye hivi, akionyesha ishara ya vidole viwili. Sasa basi, hii ni fursa yako kumsaidia yatima na kujivunia khairati chungu nzima. Unaweza kufikisha msaada wako moja kwa moja Masjid Al-Huda Namanga, kuwashika mkono mayatima ndani ya Al-Huda Children's Home, au utumane khairati yako kwa PayBill 134404. Account